Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo. Naitwa Uncle G. Na ndani humu bwana, leo tuko na ugeni ambao tumeupata. Lakini siko peke yangu, niko na mzee wa tatu. Niko hapa mzee wa tatu. Naona zili kujisosomoa. Bwana, tunaendelea kula wanaita bisi au kwa Kiingereza wanasema popcorn. Popcorn. Okay, mimi walivyokuwa na taja popcorn nilijua si ni vitu gani. Ukajua ni vitu fulani. Lakini tuko na dogo hapa ambayo ni mtoto wetu. Mtoto wetu. Naye atajitambulisha. Unaitwa nani? Naitwa Samson Isidori Mfyuji. Samson. Samson Isidori Mfyuji. Samson Isidori Mfyuji. Yeah, okay. Bwana, tuko naye hapa, tuna vitu ambavyo tunataka tuchangize naye ili kukujuza kwamba kwa nini tuko na Samson leo. Kwa nini? Ni story kidogo ambaye sio njema sana. So ya kutabasamu sana. Ni story ambayo inatakiwa kwanza uwe careful, afu uwe serious kwenye kuisikiliza. Sisi si wazee wa heka. Sasa heka ya leo tuwaambie tu mashabiki wana Asili Yetu kwamba heka ya leo iko tofauti na zile ambazo watu wamezizoea. Lakini hii story ya leo kidogo inaweza ikamsisimua mzazi au mlezi. Okay. Bwana, leo mzee wa tatu hapa katika kupita kwenye viwanja vyangu kama hapa na uhakika mzee wa kuchabo, nikiwa kwenye kaeneo fulani nimekaa napata kidogo kiburudisho angalau hombolo waini akapitia bwana mdogo Samson kwa mara ya kwanza anauza bisi. Alivyopita pale tulikuwa watu wengi. Watu hawakuzingatia, alafu kaingia nauza bisi katoka. Mara baada kama dakika kadhaa karudi tena, kama dakika 10-15 karudi nauza bisi. Tumekaa tena hamna alimzingatia, lakini dakika sasa mimi unajua kuna ile roho tu ya we hivi huyu mtu anachokifanya au anachokiongea unamzingatia? Nikamuita, dogo njoo. Akaja, alivyokuja, vipi, safi, ujambo, sijambo, hivi unaitwa nani bwana? Samson. Lakini maelezo ambayo alinipa kidogo nikawa binafsi amenigusa kwa namna moja ama nyingine, kulingana na shughuli anayefanya, umri wake, mazingira yale ya bana nini na jinsi alivyo. Kwa hiyo nikasema hapana, hebu tumchukue tupige na story angalau naye wanaeka watusaidie kwa hiyo pia mamlaka husika ambazo zinahusika na tuseme na nini, ni tunasema kwenye ustawi wa kijamii tu, ili watu angalizie, kwa sababu ni mtoto ana baba katika mahojiano naye, ana baba, ana mama na ana nyumbani na nini. Lakini pia mkuu wa mkoa atakuwa anatutazama. Kilichoniumiza zaidi hasomi kwa umri huu. Kwa hiyo huenda safari yake mzee wa tatu kwa namna moja, unajua Mungu fundi Mungu fundi. Kabla hatujapiga naye story, yawezekana safari yake sasa ndio ikaanza rasmi. Kwa sababu mimi baada ya kuona hivyo na nini tunikabidi kwanza uzijumue zote. Popcorn inaitwa popcorn. Nijumua zote. Ili nipate kuliko aendelee kurandana. Alikuwa na mzigo wa shingapi? Hapana, hakuwa na nyingi. Nilimkuta nazo, alikuwa nazo 3. Zote ukazilipia? Nikachukua zote. Jambo la kiungwana, umetisha baba. Hapana, lengo langu ni kwamba safari yake ambaye alikuwa ameanzisha kwa siku ya leo tusiharibu ratiba yake. Afanye biashara yake, amalize. Mara baada hapo kama kuna uwezekano ikaanza safari nyingine tofauti na hii ambayo mimi sijapendezewa nayo binafsi kama mzazi. Unajua wanaume tunaambiwa tunatelekeza wanawake na watoto. Kwa hiyo natamani kama na kwangu na nilimtelekeza mahali pasipokuambiwa, basi apate msaada kule kama mimi ninavyo. Twenzao basi. Samson, tunataka tupige story na wewe sasa. Hebu tupige story kwa sauti. Watu wakusikie. Hebu tuambie, unaitwa? Naitwa Samson Isidori Mfyuji. Unaishi mtaa gani hapa Njombe mjini? National Housing. Unaweza kaijua nyumba namba ngapi au mtaa nani? Namba ya nyumba unaishi. Nyumba si zina namba sasa hivi?
Au fahamu. Jirani yako labda pale mama nani ambaye unamjua? Wote sijajui. Baba anaitwa nani baba? Mfyuji. Jina la kwanza? Jina lingine? Najua tu hilo. Unajua. Lakini ametaja vizuri, amesema Isidori Mfyuji. Labda kuna mwingine anafahamu, labda Isidori Mfyuji tunaambia ni mkazi wa National. Na mama anaitwa nani? Mama Samson. Mama Samson. Jina lake kabisa? Jina lake kabisa kuniambia. Yes. Na wewe kwa baba na mama, wewe ni wangapi kuzaliwa? Mimi na dada yangu. Dada yako yuko darasa ngapi? Form 1. Yeah? Form 1. Ni mkubwa. Huyo ndo mkubwa Alafu ndo wewe. Alafu ndo unafuata wewe. Na wewe umebahatika kwenda shule? Sijabahatika kupata nguo. Ongea kwa sauti, ongeza sauti. Sikupata nguo. Hukupata nguo. Kwa hiyo hukuwahi kabisa kuingia darasani au uliacha shule? Sikusoma. Hukusoma kabisa? Ndiyo. Hujawahi kwenda hata siku moja shuleni? Ndiyo. Okay. Na mpaka sasa hivi una miaka mingapi? Yaani tangu ulipozaliwa? Mzee wa tatu kwa kumkadiria haraka miaka 10 hivi. Hajafika 10. Hajafika. Kwenye 9 hivi. Kwenye 8, 9, 7, 8, 9. Hapana, kwenye 9 hivi, 8, 9, 8 anacheza. Yes. Umri wake bado ni mdogo. Labda tujue Samsoni kwamba biashara hii ya kuuza bisi, mtaji uliupataje? Niomba. Uliomba? Niliomba. Nani? Uliomba kwa nani sasa? Kwa mama. Kwa mama. Wa mama. Wapi, yani uliwakuta wapi mpaka ukawaomba hela ya kununulia bisi? Niliwakuta stendi. Wabarikiwe. Wabarikiwe. Na bisi hizi wewe unazijumua wapi? Unanunua wapi sasa wewe mpaka kuja kuziuza? Nanunua Ramadhani. Ramadhani kwa nani? Nani anakuzia? Madukani. Dukani. Wewe unanunua shilingi ngapi hizi wakikuzia? Ndio mwingine napata kama 2000. 200? 2000. Kwa mfano nikienda na 2000, kwa achia kwanza moja. Nikienda na 2000 kama hizi wanakupa ngapi? Wanakupa 4. 4. Halafu wewe moja unaiuza shilingi ngapi? Kwa 500. 500. Ndiyo. Hatari. Yaani sasa ngoja kwanza. Unajua kuna vitu vinachekesha. Sasa muuza duka huyu bwana anamjumlishia yeye, hamjumlishia, anajua mtoto amenunua anaenda kula. Yeye anaenda kuuza. Yaani kinachofanyika hapa, huyu ni mfanyabiashara ambaye hajui anachokifanya ni kitu gani. Hajui anachokifanya ni kitu gani. Na anayemuuzia wenda anajua anaenda kula. Kwa sababu yakifika mimi naomba bisi na shilingi 2000. Wewe ni muuza duka Ankoji, sawa? Una bisi zako unauza shilingi ngapi? 500. Nimekupa, umenipa shilingi 2000. 2000 nimekupa, umenipa 4. Tayari unaamini kwamba mimi naenda kula, labda nagawana na wadogo zangu au marafiki. Kumbe ni biashara. Sasa na wewe tena ukichukua naenda kuuza. Bei unauza ni ile ambayo hapo tunasema kwamba biashara isiyo na faida. Na ukiuza hizi kwa siku unamaliza? Ndiyo. Unauza ngapi? Nauza zote 4. Mpaka sasa hivi kwa mfano kama leo umeenda kununua za shilingi ngapi? Za 2000. Na umeuza umepata shilingi ngapi? Hebu tuhesabu bwana. Dogo ana mkwanja. Dogo na mkwanja. Ngoja nikusaidie hizi. Yes. Dogo ana kibunda bwana. Lakini dogo inaonekana ana pesa nyingi na tunataka tujue. Hebu shilingi ngapi? 1, 2000. Hii shilingi ngapi? 2000. Ichomoe iweka huko mwanzoni. Haya, tunaanza sasa kuhesabu. Hebu anza kuhesabu sasa. 1000, 2000, tujue. Ngapi? 2000. 1000. 3000. Yaani hesabu zote tujue kuna shilingi ngapi hapo? 1.
2,000. 3,000. Jumla una shilingi ngapi hapo? 5,000. 5,000. Bado tumesema hii biashara. Ngoja na baada ya zingine na zingine tena tutazama tunavyosema kwamba umri wake bado hauruhusu kufanya biashara yote. Okay. Kwa hii ni shilingi ngapi? Hii ni 2,000, sawa? Hii ni 1,000 inakuwa 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. Yeye amesema ana shilingi ngapi? 3,000. Na maana hata upande wa mahesabu dogo bado hajakomaa na bado ana pesa nyingine. Na mikiri. Hebu tuone hizi shilingi ngapi? Zingine hizi huko anazo ana hela nyingi. Takriban anaitafuta karibu shilingi ngapi? Hapa 7,000. 7,000, 8,000. Hapa 8,000 tukiweka hapa hivi 9,000. 9,500. Okay, ziweke mfukoni pesa zako. Weka mfukoni. Lakini watazamaji tuambie hizi tumenunua. Hizi tumenunua. Lakini tulikuwa tunataka tu kudhihirisha kwamba mimi nataka nijue kitu kimoja. Hizi hela una shilingi 9,500. Umezikusanya leo tu au ni za yani unazikusanya muda mrefu? Nimekusanya leo. Leo tu. Umezipataje? Nani anakupa mpaka zinafika nyingi hivyo? Watu wananipa 1,000. Unaomba. Okay. Unamwambiaje wakati unaomba yani? Tunataka kujua yani fanya ndio unaniomba mimi sasa. Unaniomba aje yani hela kule? Unaniomba aje, unasemaje? Nakuamkia shikamoo. Una kazi gani? Ndio kujenga. Fundi kujenga. Mama anafanya kazi gani? Mama. Mama anafanya kazi. Yupo tu mama wa nyumbani. Okay. Sawa. Sasa hii bwana hii ngoma nzito. Baba anafundi kujenga. Anaondoka nyumbani. Baba anajua kwamba unapita mtaani kuomba. Ndiyo. Anajua. Na hizi hela ukipata huo unampelekea baba au unazifanyaje yani? Unazificha. Wapi? Kwenye begi. Begi la nani? Begi la nguo. La kwako. Ya labda kuna siku ambao umewahi baba kukuomba pesa au mama kukuomba pesa? Hawajawahi. Kama una hela. Na kuna hela zingine ambazo ziko nyumbani mpaka sasa hivi? Bado. Okay. Na hizi hela unazifanyia nini? Baada ya kufanyia biashara kuna kitu unanunua labda nguo au nini? Nataka nijichange kununua nguo za shule. Okay. Unataka ujichange anunue nguo za shule. Ndio hesabu yako. Na shule gani unatamani kwenda kusoma? Shule ya magari. Ya Ramadhani. Shule ya magari, fundi makenika. Fundi makenika. Shule ya magari. Shule ya magari. Dogo umetisha. Ameona isiwe tabu. Fundi makenika, shule ya magari. Kwa sababu hajawahi kusoma huko ni wapi? Ni wapi? Shule ya magari. Shule ya magari huko. Okay. Unapenda kutengeneza gari, unapenda kuendesha gari? Napenda kuendesha magari. Okay. Ndo kwa hiyo huko unajichanga. Ametumia neno kujichanga. Kumbuka mtazamaji wa Asili Yetu TV, Dogo ametumia neno kujichanga apate pesa, ashone nguo za shule, aende shuleni. Je, shuleni nani atakulipia ada? Nani? Wewe unanunua nguo tu za shule. Wewe unanunua nguo sasa. Nani analipa ada sasa? Tamwambia baba. Baba ameshashindwa kusoma. Baba ameshindwa sasa. Au nyumbani unatoroka? Unavotoka nyumbani unaaga unaenda wapi sasa? Naenda stendi. Unafanyaje stendi? Kuomba hela. Unamwambia baba kwamba naenda stendi kuomba hela? Ndiyo. Ngoma nzito. Hapa ankoje? Naona media ya shule linakuja. Kwa sababu ukimwangalia umri, ukaangalia maneno anayosema, ukavuta taswira, hakuna mzazi ambaye utakayemwambia mimi natoka nyumbani na kuomba hela stendi. Hapana, mzazi ambaye mwenye akili zake, lakini pia umri alionao na anavyosema kwamba anatamani kwenda shule ya magari, fundi makenika, bado hai. Hebu tufanye kitu kimoja. Una namba za simu? Baba si ana simu? Ndiyo. Namba yake ya simu? Sijakaliza. Labda wazazi huwa wanakuchapa labda.
Au nyumbani wanakuchapa kwa hiyo unaogopa kukaa nyumbani unakimbia? Okay. Lakini nyumbani unakula vizuri nini? Safi. Ndiyo. Okay. Ikitokea sasa hivi watu wakasema tunataka tukupeleke shule, utakubali au namna gani? Utakubali. Tunakupataje sasa? Na ngoja. Na ukiwa mkubwa, yani baada ya kwenda shule, unatamani baada ya kusoma uje kuwa nani? Amesema muendesha magari, anapenda kuendesha gari. Hiyo ni shortcut ambayo baada ya kuona mambo fulani yamefeli. Sasa amepata nafasi, ameenda shuleni. Kwani dereva si lazima usome angoje? Ngoja kwanza turudi hapa. Mfano kama saizi mtu anakupeleka shule ya msingi, unasoma, unamaliza, unaenda sekondari, unaenda chuo, unatamani ukija kuwa mkubwa uwe nani? Polisi. Uwe polisi. Kwa nini umechagua polisi? Ni polisi tu. Uwe polisi tu. Bado dogo hata kujieleza bado. Sasa tuachane na dogo. Dogo ameshatupa feedback. Inatosha, tumeshaelewa. Sasa tuzungumze na wazazi, wanafamilia bwana. Mimi nachotaka labda kutoa tu kama maoni yangu binafsi ambaye nahisi anaweza akawa aidha kwa wengine wanaweza kuniona niko sahihi, lakini wengine wakaona kama vile niko sio sahihi. Kwa sababu mimi naamini mzazi yote panapokucha asubuhi unatamani kufahamu mtoto wako yuko wapi, anazungukia mazingira gani. Haijalishi wewe unaenda kufanya kazi wapi na uko wapi, lakini unatamani kujua kitu kama hicho. Umemwacha na nani? Lakini dogo inaonekana hata namna ya kujieleza bado halafu biashara anazozifanya anaingia kwenye mabaa. Na hicho ndo kilichoniumiza mimi kwamba kuingia kwenye umri kama huu anaingia kwenye mabaa. Yani bahati mbaya tu anaweza kaingia, watu wanagombana, wanarusha chupa. Wale wanarusha chupa wako na tahadhari. Huyu hana tahadhari. Haelewi chochote. Lakini pia mazingira ya baa sio rafiki kwa mtoto kwa umri kama huu. Mimi nafikiri mamlaka husika wao ndo watakao tusaidia. Okay. Wao ndio watakao tusaidia kwa sababu bisi tunafahamu mtoto kama huyu kuingia kwenye kumbi za starehe umri alionao ni hatari, hairuhusiwi na ni hatari pia. Lakini pia wazazi kama wapo wanachukuliaje issue mtoto kama huyu? Sasa fikiria biashara anayofanya, anakwenda kununua bisi kwa mtaji wa shilingi 2000, bisi 4 anaziuza 500. Tafsiri yake kwa sisi watu wazima kwenye kutambua lugha, hizi bisi zinakuwa kama bosheni. Lengo lake ni kupita mlango baada ya mlango kuomba pesa. Umri kama huu. Kwa hiyo hizi bisi zinakuwa bosheni kumpa tiketi ya kuingia aonekane kama mfanyabiashara. Unajua kuna kitu hichi kwamba mtoto akionekana na randaranda anaomba pesa pasipokuwa na chochote, anakamatwa, labda anapelekwa polisi, anapelekwa wapi. Kwa hiyo huyu ametumia triki. Sasa hatujui triki na nikampa. Unaona kwamba ili usionekane uko kwenye hatia yoyote labda ya uzururaji na nini. Sasa chukua hizo bisi uonekane kama mfanyabiashara. Akiingia nakwambia brother shikamo. Ncha inanuma mesijala, nauza bisi na hii. Kwa hiyo kwa huruma yako tu bisi jero bwana alichukua buku 2 hapa. Kwa hiyo unaweza kukuta bisi kama hii anauza 5,000, 2,000, 3,000. Ndio maana unamkuta ana hela nyingi kuliko unaona. Lakini pia inasikitisha sana. Mimi nafikiri mzee wa tatu tumeshazungumza vya kutosha. Kuna watu ambao wanafuatilia video. Dogo amesema kwamba yeye anatamani kurudi shule. Kwenda shule sio kurudi shule. Na huyu mtoto anapatikana maeneo ya stendi ya zamani. Ndio mitaa yake inazunguka sana. Lakini pia mitaa Ramadhani ambapo anaenda kuchukulia bisi. Tumemleta kwa wadau ili kwa yote ambaye ameguswa kwa namna moja ama nyingine anaweza akaangalia namna gani watu anaweza kutoa support. Tumeona mwaka jana kuna mwaka fulani kuna dogo moja alitrend sana mtandaoni na alikuwa anauza mayai. Ni mwaka huu. Yupo mwingine kipindi cha mheshimiwa Rais Magufuli. Kuna dogo moja alipata sponsor mpaka sasa hivi yule dogo nadhani yuko shule. Sasa wadau
ni wakati wa kumshika mkono dogo huyu hapa ambaye kiukweli umri wake na vitu anavyofanya bado tunalitengeneza. Kwanza tuzungumze na wazazi kwamba wazazi wanatengeneza taifa la aina gani, kwa sababu mtoto kama huyu ni kweli Mungu anaweza kumbariki na akaja kuwa mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu tayari anaanza kuchukua uzoefu wa biashara akiwa mdogo, lakini mazingira anayopitia ni magumu kwake. Kuanzia kuzunguka maeneo ya stendi, kuna msongamano wa watu, magari, hayo umeingia baba, kuna walevi, maadili hakuna. Sasa watoto kama hawa tunatengeneza kizazi gani wazazi? Na amekiri babake yupo. Nafikiri asili yetu anaitwa nani? Elisha nani? Samson Isidori. Nafikiri asili yetu bwana, ni wajibu wetu sisi kutafuta. Tutatafuta mzazi, tutafuta Isidori Mfuji. Tutafuta mzazi kupitia video hii, tutampata. Tutamtafuta. Kwa hiyo tunaomba kwa yote ambaye anamfahamu mtoto ndani ya Njombe, lakini sana wamesema mamlaka husika pia wanaweza kuangazia hili. Nafikiri sisi kwa sehemu yetu tutakuwa tumetoa msaada. Mimi sina la ziada bwana mzee wa tatu. Kwanza nikushukuru kwa kununua bisi zote. Kwa tunapeleka wapi hizi bisi? Tutakula na mtoto wetu, tunapiga na story. Sisi ni marafiki. Sisi watu pamoja. Bwana mimi sina la ziada. Asante sana. Lakini pia mimi nikushukuru kwa wewe ambaye utatoa ushirikiano wako kuhakikisha kwamba tunapata taarifa sahihi ambazo zinamhusu mtoto, lakini ikiwezekana awezeshwe kwa namna moja au nyingine, kama tutapata udhibitisho kweli kwamba wazazi hawana uwezo, basi tupate support, mtoto asome na mambo mengine yafuate, maisha yaendelee. Ndo wa Tanzania kusaidiana hivyo, umoja ni nguvu. Lakini pia kama itaonekana mzazi ana nafasi nzuri na uwezo mzuri, ni vyema kukaa naye chini na kumhoji kulikoni. Lakini kwa hiyo kwa wale majirani, ndugu jamaa na marafiki wote ambao wanamfahamu mtoto au wanamfahamu huyo mheshimiwa Mfuji ambaye tumeambiwa ni fundi ujenzi, anakaa mtaa wa National House, ni vyema basi kujua au kumtaarifu bana kulikoni, mbona mtoto tete mmoja ameonekana kule kwenye Asili Yetu TV na hapa na pale, kulikoni. Sisi ndio wananzengo wanakulitibua, tumelitibua. Asante sana bwana, tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Naitwa mzee wa tatu, nilikuwa naye Anko G. Mpaka mara nyingine tena, asante.